Dunia ina watu ambao wanashangaza sana, na watu hao wamewaacha watu wengi midomo wazi kwa matukio ambayo walishayafanya yaliyosikitisha ulimwengu na maisha kiujumla, na kuwaweka watu kwenye mateso makali. Leo tutaenda kusimulia historia ya Padre Kibwetele. Mwaka 1995, Padre Kibwetele wa kanisa Katoliki Uganda alitangaza kuwa mwaka wa 2000 ndio mwisho wa dunia. Hivyo kanisa lake linauza vyeti kama ndiyo tiketi ya kuingia mbinguni. Siku ilipofika, watu walijaa kanisani. Akafunga milango na madirisha, kisha akatia kiberiti kanisa zima. Zaidi ya watu 778 walikufa. Tukio linaanzia mwaka wa 1989 ambapo padre wa kanisa Katoliki mjini Kanungu, Uganda, Joseph Kibwetele, aliyefuatwa na mwanamke Gloria Mwerinde, kahaba ambaye alidai kuwa alikuwa akitaka kutubu dhambi zake, huku akisema ikiwa atampokea basi ataiona sura ya Bikira Maria, kwani yeye alikuwa ameoteshwa hivyo, ndiyo maana akamfuata. Ni kweli Padre Joseph alimpokea mwanamke huyo, na siku chache baadaye akadai alikuwa ametokewa na Bikira Maria. Siku chache baadaye padri huyo na viongozi wengine wachache wa Kikatoliki wakaamua kujitenga na kanisa Katoliki na kuanzisha kanisa lao la miujiza. Viongozi waliounda kanisa hilo walikuwa ni Ursula Komuhange, Gloria Mwerinde na Joseph Kibwetele na Dominic Katalibabo, wote bado wako hai. Kanisa lao waliliita Urejeo wa Amri 10 za Mungu, ambapo lilijizolea umaarufu na umati wa waumini mwanzoni mwa miaka 1990. Mwaka 1995, Padre Joseph ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa kanisa hilo alitangaza kwamba mwisho wa dunia utakuwa ni mwaka wa 2000. Alitangaza kwamba kanisa lake lingetoa msamaha wa watu wote watakaonunua sukuki ili kujiunga kuingia mbinguni. Ilitangazwa kuwa kila mmoja anayetaka kuingia mbinguni baada ya mwisho huo wa dunia waliotangaza kuwa ni mwaka wa 2000, alikuwa anatakiwa kununua sukuki kanisani hapo, ikiwa ni kuweka hazina yake mbinguni. Ulitakiwa kulipia fedha nyingi kisha ukapewa sukuki ambayo ndiyo kibali chako cha kuingia mbinguni. Sukuki hiyo ilikuwa ni kama deed au certificate fulani unayopewa ya kuonyesha ni kweli umekizi vigezo na umekuwa verified kuingia mbinguni. Watu walianza kuuza mali zao ili wapate fedha za kulipa ili wapatiwe sukuki ya kuingia nayo mbinguni. Lakini pamoja na ujio wa mwaka wa 2000 hakuna kilichotokea, hivyo kuibua mashaka na hasira kwa wakazi ambao walikuwa wamepoteza kila kitu kwa ajili ya kununua sukuki hizo kwa bei kubwa. Padre huyo alituliza mashaka ya watu hawa na akatangaza kwamba tarehe 17 Machi ya mwaka 2000 ndiyo itakuwa rasmi mwisho wa dunia. Na kwa tukio hili aliamua kufanya karamu kubwa aliyoiita karamu ya mwisho kusherekea kuingia mbinguni. Siku ilipofika, aliwaita wale wote walionunua hati za kuingia mbinguni. Watawa waliandaa chakula na kila mmoja alikula na kunywa, kisha milango ya kanisa ikafungwa.
Padre Joseph akaanza kuwaua baadhi yao na kuwashawishi wengine kujiua wenyewe ili kuwapeleka mbinguni. Baadaye usiku, inaelezwa kuwa viongozi hao wakiongozwa na Padre Joseph walichoma moto kanisa zima na kusababisha waumini 778 kufariki ndani humo, akiwemo yeye mwenyewe. Ingawa Padre Joseph na wenzake walizaniwa kuwa walikufa katika tukio hilo, polisi wa Uganda mwezi mmoja baadaye walitoa taarifa ya kuwa walikuwa wamewakamata viongozi wengine wa kundi hilo mwaka wa 2014. Taarifa ilitangazwa na polisi wa Uganda kwamba kulikuwa na ripoti kwamba Kibwetere alikuwa amejificha nchini Malawi. Hakuna taarifa inayoeleza ni nini kilitokea kwa viongozi hao, lakini ni kwamba Padre Joseph yuko hai mpaka sasa akiwa na umri wa miaka 91, na hata Gredonia Mwelinde yuko hai pia akiwa na miaka 71. Na hiyo ndiyo ilikuwa historia ya Padri Kibwetere aliyowafanya mishkaki waumini wake mwaka wa 1995. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ.